Ni matumaini yangu usalama kabisa, mtazamaji wa Tony TV. Basi niweze kukukaribisha ili tuweze kupita kuangazia yale ambayo yamejiri magazetini siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kumbuka langu jina naitwa Yusufu Sadoki, mwenye dhamana madhubuti kabisa ya kukupitisha na kuangazia juu ya yale ambayo yamejiri magazetini siku hii ya leo. Na gazeti la kwanza ambalo nakwenda kulikamata mahali hapa ni gazeti la Majira, na katika gazeti hili la Majira habari ambayo imepewa kipaumbele ni habari inayosema kuwa Samia alizishwa JWTZ ilivyotimiza majukumu. Rais Samia alizishwa JWTZ ilivyotimiza majukumu. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa waziri wa fedha MU kushirikiana kulinda mali za serikali. Waziri wa fedha MU kushirikiana kulinda mali za serikali. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Majira ni habari inayosema kuwa serikali yaishukuru UNEP kwa miradi ya mazingira. Serikali yaishukuru UNEP kwa miradi ya mazingira. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa wakaguzi wa ndani watakiwa kuongeza umakini ukaguzi wa miradi. Wakaguzi wa ndani watakiwa kuongeza umakini wa ukaguzi wa miradi. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Na nikikamata gazeti lingine, gazeti la Uhuru ukweli daima, wenyewe habari kuu inasema kuwa Rais Samia hakuna maendeleo bila amani. Rais Samia hakuna maendeleo bila amani. Hii ni kauli ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameisema kipindi akizungumza na viongozi ama maafisa usalama wa jeshi la polisi hapa nchini Tanzania. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na nikiangalia upande wa juu kabisa wa gazeti hili ni habari inayosema kuwa DAWASA yafunguka auheni ya maji. DAWASA yafunguka auheni ya maji da. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima ni habari inayosema kuwa viongozi shukeni kwa wananchi. Viongozi shukeni kwa wananchi. Kwa undani wa taarifa hii, basi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na habari nyingine ambayo imeandikwa ni habari inayosema kuwa polisi yamshikilia mhadhiri UDOM. Polisi yamshikilia mhadhiri UDOM. Ukitaka kujua ni kwa nini mhadhiri ameshikiliwa, basi tembelea katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na nikiangalia habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa Mwigulu amjia juu mkandarasi. Mwigulu amjia juu mkandarasi. Ukitaka kujua ni kwa nini amemjia juu, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na nikiachana gazeti la Uhuru ukweli daima, hapa nikamata gazeti lingine, gazeti la Mwanahabari, wenyewe habari kuu ikiwa imeandika kwamba uhaba wa maji Dar na Pwani. Bwawa la Kidunda latajwa kuwa mkombozi. Bwawa la Kidunda latajwa kuwa mkombozi. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwanahabari. Habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Mwanahabari ni habari inayosema kwamba vituo vya maendeleo ya vijana kurekebishwa. Vituo vya maendeleo ya vijana kurekebishwa. Hii ni kauli ambayo ameisema waziri wa vijana Mheshimiwa Nanauka. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanahabari. Na nikitazama habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa Jenista azikwa kwao Mbinga.
Jenista azikwa kwao Mbinga, Dr. Nchimbi aongoza waombolezaji. Hii ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwanahabari. Nikitazama habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa uwajibikaji wa pamoja na kuwasikiliza wananchi. Uwajibikaji wa pamoja na kuwasikiliza wananchi. Hii ni kauli ambayo ameisema naibu waziri Dr. Sefu. Unaweza ukaipata zaidi katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwanahabari. Na nikiachana na gazeti la Mwanahabari, nikamate gazeti lingine la Wamachinga. Habari kuu ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa mwisho wa enzi Jenista. Mwisho wa enzi Jenista. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga. Habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Wamachinga ni habari inayosema kuwa mkurugenzi mkuu Lea awafunda watumishi. Mkurugenzi mkuu Lea awafunda watumishi. Ukitaka kujua ni kwa namna gani watumishi wamefundwa na mkurugenzi mkuu Lea, basi tembelea katika ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Wamachinga. Na nikiangalia habari nyingine hapa ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa wakaguzi watakiwa kuongeza kasi ubora wa maendeleo ya miradi. Wakaguzi watakiwa kuongeza kasi ubora wa miradi ya maendeleo. Hii ni habari ambayo imeandikwa katika gazeti la Wamachinga katika ukurasa wa 2. Na nikitoka katika gazeti hili nikiingia katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa mauaji ya MC Pilipili, polisi wazua jambo. Mauaji ya MC Pilipili, polisi wazua jambo. Ukitaka kujua ni jambo gani hilo ambalo limezuka, basi tafuta nakala yako ya gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wa 2, utapata kufahamu mengi zaidi juu ya jambo ambalo limezuka kulingana na mauaji ya MC Pilipili. Na nikiangalia habari nyingine katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa moto waua mwanamke akiokoa fedha za vikoba. Moto waua mwanamke akiokoa fedha za vikoba. Ukitaka kupata taarifa zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na nikiangalia habari nyingine katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa maafisa uhamiaji kunyongwa kisa kumuua mtuhumiwa. Maafisa uhamiaji kunyongwa kisa kumuua mtuhumiwa. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nikitazama habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa barabara aliyoipigania Jenista sasa kujengwa. Barabara aliyoipigania Jenista sasa kujengwa. Kwa undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi yazidi kuwaumiza vichwa mawakili. Kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi yazidi kuwaumiza vichwa mawakili. Kwa undani wa taarifa hii, basi utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na nikikamata gazeti lingine hapa, gazeti la Mwananchi, wenyewe habari kuu ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa rushwa kikwazo Tunduma. Rushwa kikwazo Tunduma. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Mwananchi ni habari inayosema kuwa kilio cha barabara Mpinga chaibuka mazito ya Jenista. Kilio cha barabara Mpinga chaibuka mazito ya Jenista. Ukitaka kupata taarifa kiundani zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi ili uweze kujua ni yapi hayo ambayo yameibuka huko Mpinga. Na habari nyingine hapa katika gazeti hili la Mwananchi ni habari inayosema kuwa ubomoaji holela wa jengo Kariakoo wazua taharuki. Ukitaka kujua ni taharuki gani hiyo imezuka, basi tembelea katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Mwananchi. Na hapa na nikikamata gazeti lingine, gazeti la Habari Leo, wenyewe habari kuu inasema kuwa Nchimbi, uongozi ni utumishi.
Hii ni kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchimbi. Amesema kuwa uongozi ni utumishi. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Na nikiangalia habari nyingine, ni habari inayosema kuwa Makonda, tuwe na wivu wa mafanikio. Kauli hii ambayo ameitoa Makonda, amesema kuwa tuwe na wivu wa maendeleo. Undani wa taarifa hii basi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Nikitazama habari nyingine, ni habari inayosema kuwa Aweso atangaza mikakati maji ya uhakika Dar. Aweso atangaza mikakati maji ya uhakika Dar. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Basi nikwambie kuwa mtazamaji wa Antony TV, hizi zilikuwa ni kurasa za mbele wa magazeti. Sasa ni wasaa wa kuangazia yale ambayo yameandikwa nyuma ya magazeti. Na tukiwa tunakwenda kuangazia yaliyojiri nyuma magazeti, basi nikukumbushe, kama bado huja subscribe, basi subscribe ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Antony TV, na kila taarifa zinapotoka basi wewe uwe wa kwanza kuzipata. Na tukiangalia kurasa za nyuma za magazeti, nikianza na gazeti la kwanza, gazeti la Mwanaspoti, wenyewe habari kuu inasema kuwa Simba yarudi mezani. Simba yarudi mezani, huku Gamondi kocha wa Aziz Ki kuchuana. Gamondi kocha wa Aziz Ki wachuana. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanaspoti. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Mwanaspoti ni habari inayosema kuwa beki wa kazi achomolewa kikosini Yanga. Beki wa kazi achomolewa kikosini Yanga, huku Engineer Hersi Said afafanua issue ya Simba. Hersi afafanua issue ya Simba. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa pili katika gazeti hili la Mwanaspoti. Na nikitazama gazeti lingine, gazeti la Nipashe, katika ukurasa wa nyuma wao habari kuu inasema kuwa Stars tuko tayari kwa AFCON 2025. Stars tuko tayari kwa AFCON 2025. Ukitaka kupata undani zaidi, basi tembelea katika kurasa za nyuma za magazeti katika gazeti hili la Nipashe, basi utajua kiundani zaidi. Habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Nipashe ni habari inayosema kuwa Simba hatari ndani ya 18, Hersi ajitetea. Simba hatari ndani ya 18, Hersi ajitetea. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii zaidi, basi tembelea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Nipashe. Na nikikamata gazeti la Wamachinga hapa, wenyewe habari kuu imeandika kuwa nyota Yanga hawana mapumziko wajifua binafsi. Nyota Yanga hawana mapumziko wajifua binafsi. Na habari nyingine katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa Novatus na Mnonga watua kambini Stars. Novatus na Mnonga watua kambini Stars. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tafuta nakala yako ya gazeti la Wamachinga katika ukurasa wa nyuma wa gazeti, utapata undani wa taarifa hii. Habari nyingine inasema kuwa kocha Gamondi atajwa kuwa Simba. Kocha Gamondi atajwa kutua Simba. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Wamachinga. Na habari nyingine inasema kuwa Gwajima wa soka duniani wampongeza Engineer Hersi Said. Gwajima wa soka duniani wampongeza Engineer Hersi Said. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tafuta nakala yako ya Wamachinga, utapata undani wa taarifa hii. Na nikikamata gazeti lingine hapa, gazeti la Mwanahabari, katika kurasa ya nyuma ya magazeti ni habari ambayo inasema kuwa Novatus Mnonga wanogesha kambini Stars. Novatus Mnonga wanogesha kambini Stars. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika kurasa wa nyuma wa gazeti la Mwanahabari. Habari nyingine hapa ni habari inayosema kuwa Joshua Mutale atajwa kutua Rwanda. Joshua Mutale atajwa kutua Rwanda. Habari nyingine ni habari inayosema kuwa kocha Yanga ataja wapya watatu. Kocha Yanga ataja wapya watatu. Habari nyingine hapa ni habari inayosema kuwa Chilwa apiga hat-trick championship.
Chilwa apiga hat-trick championship. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanahabari. Habari nyingine katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa Aucho Soa wafunguka mechi 5. Aucho Soa wafunguka mechi 5. Na hapa nikikamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima katika ukurasa wa nyuma, yenyewe habari kuu inaandika kuwa Yanga Simba ni vikumbo. Yanga na Simba ni vikumbo. Ukitaka kujua ni vikumbo kwa namna gani, basi tafuta nakala yako ili uweze kufahamu zaidi. Habari nyingine hapa katika gazeti hili la Uhuru Kweli Daima ni habari inasema kuwa uchunguzi kifo cha MC Pilipili. Uchunguzi kifo cha MC Pilipili. Undani wa taarifa hii basi utaipata katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima. Habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Uhuru Kweli Daima ni habari inayosema kuwa serikali matumaini kibao AFCON. Serikali matumaini kibao AFCON. Katika ukurasa wa 3 basi utapata undani wa taarifa hii zaidi. Na nikikamata gazeti lingine, gazeti la Majira, habari kubwa ambayo imeandikwa katika gazeti hili, Msigwa, Taifa Stars ipo tayari kwa AFCON 2025. Msigwa, Taifa Stars iko tayari kwa AFCON mwaka 2025. Na habari nyingine ambayo imeandikwa katika gazeti hili ni habari inayosema kuwa mashabiki Simba Yanga wachuana Desemba 21 KMC. Ukitaka kupata undani wa taarifa hii, basi tembelea katika kurasa wa nyuma wa gazeti hili la Majira, utapata taarifa zaidi. Ndugu mtazamaji wa Tony TV, hayo ndiyo ambayo yamejiri magazetini siku hii ya leo. Hivyo usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Tony TV. Kumbuka langu jina ni Yusuf Sadoki. Tukutane siku ya kesho kwa ajili ya yale ambayo yameendelea kujiri magazetini hapa nchini Tanzania.